Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Na leo katika channel yetu pendwa ya Nuru TV tunaenda kusoma dua yenye miujiza, na dua hii ndio ambayo imetekeleza mambo mengi, ikatuachia historia mbalimbali. Hii dua wallahi inafanya mambo makubwa, na hakika mtu yoyote mwenye kuiomba kwa shida yoyote, kwa jambo lolote ambalo linamtatiza au limekaa katika koo yake, bimaana tatizo limekuwa adhimu juu ya maisha yake, basi omba dua hii, ambayo dua hii pia tukiangalia kisa cha muujiza kabisa tunaweza kusema cha Nabii Yunus alayhi salatu wassalam. Nabii Yunus pia alisoma dua hii pale ambapo aliona yupo katika mbano mkali wa giza. Yani kama tunavyofahamu kisa cha Nabii Yunus, imani ya Allah iwe juu yake, alitumwa kwa watu wa mji wa kihuni, mji wa kiasi, lakini Nabii Yunus alayhi salatu wassalam baada ya kuwaona wale watu hawamsikilizi katika ile dawa ambayo aliitoa, basi Nabii Yunus alayhi salatu wassalam akakasirika na akaamua kuacha ile dawa bila ya idhni ya Allah tabaraka wa taala. Maamuzi ambayo aliyachukua, akaondoka safarini na akapanda jahazi, lakini kipindi wapo katika jahazi ikatokea dharuba kubwa kabisa, dharuba kali. Watu wa jahazi wakaamua kupunguza uzito, na katika uzito ambao ulioonekana, basi Nabii Yunus alayhi salatu wasalam ndio alionekana kwamba anatia uzito katika jahazi lile. Moja kwa moja akadondoshwa au akamtupa katika maji. Nabii Yunus alayhi salatu wasalam moja kwa moja baada ya kutupwa katika maji, basi akamezwa na samaki mkubwa kabisa. Tunaambiwa na wana maulama kwamba huyu samaki alikuwa ni chewa. Lakini baada ya kumezwa na samaki, fadakhala, akaingia katika giza kinene, giza ambayo tunawekewa mfano kana kwamba wewe ukifumba macho unaona huo weusi, basi Nabii Yunus alayhi salatu wassalam alikuwa anaona giza hiyo. Lakini Nabii Yunus katika mambo ambayo aliyafanya, akamuomba Allah amtoe katika ile giza, na maneno ambayo aliyatumia alisoma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Faida ya dua hii kwanza kabisa tambua inasaidia sana katika hali za dhiki, kama Nabii Yunus alayhi salatu wasalam alipokuwa katika dhiki. Yani ukihisi upo katika dhiki, umedhikika, huzuni, matatizo, basi kuwa pendelea sana kuisoma dua hii, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lakini pia umejikuta wewe ni asi, umemaasi Allah, unatekeleza madhambi, lakini unataka kurudi kwa Mola wako, kutubu kwa Allah tabaraka wa taala, pia tumia maneno haya kwamba hii ni dua ya toba na unyenyekevu na kukubali makosa yako, kama Nabii Yunus alayhi salatu wasalam ukatubu kwa Mola wako na ukamwambia Allah kusamehe, na Allah tabaraka taala anakusamehe. Ndugu zangu katika imani, haya kwamba maelezo yote ambayo nayasema kwamba imethibiti, yani kwamba imethibiti katika Qur'an au imethibitishwa katika Qur'an, tukiangalia labda katika suratul Anbiya aya 87 mpaka 88, basi Mwenyezi Mungu anaonyesha kisa cha Yunus alayhi salatu wasalam alipomuokoa kuhusiana na ile sehemu baada ya kuomba dua. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni dua ambayo ni yenye miujiza,
Ni dua ambayo tunatumia sana katika mazingira mbalimbali na majibu yake yanapatikana kwa haraka sana. Inapendeza dua hii tukaisoma mara kwa mara katika maisha yetu. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia kisa cha muujiza ya mwanamke ambaye aliyefungwa kizazi chake, kwamba huyu mwanamke alifungwa kizazi chake na washirikina, kufungwa kizazi chake na washirikina, hajui kitu gani akimbilie, kaenda hospitali, kazunguka kwa waganga mbalimbali, lakini akaenda kwa shekhe mmoja. Shekhe akamwambia, bana, soma hii la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, kwa sababu upo kwenye dhiki, mshtakie Allah. Basi mwanamke alifunga siku 10. Alifunga siku 10, maana alihangaika sana katika kunitafuta mtoto zaidi ya miaka 20. Basi akafunga kwa muda wa siku 10 na akaanza kumwomba Allah tabaraka wa taala ampatie mtoto. Wallah, baada ya siku chache yule mama akampata mtoto. Lakini kwamba jitahidi unapoomba dua hii, basi omba kwa ikhlasi, kwa ucha Mungu. Na kama kaida yetu tunazidi kurudia yale maneno yetu, unapomwomba Allah omba dua kana kwamba Allah unamuona, kama wewe umuone yeye anakuona. Ni dua ambayo ukimshtakia Allah tu kwa tatizo lolote, basi anakuitikia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Naam, ndugu zangu katika imani, tujitahidi kufanya mambo kwa ikhlas.